wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Naitwa Flora Chiomba. Ni mtoto wa mjane Evelyn Chiomba mwenye umri wa miaka 83 ambaye ni mke halali wa marehemu Rafael Andrew Chiomba aliyefariki mwaka 1993 tarehe 28 mwezi wa 3 kwenye hospitali ya Muhimbili. Mama yangu aitwa Evelyn Chiomba alifungua madai ya mirathi mahakama ya mwanzo Kawe mwaka 1995. Ndiyo. Alipofungua madai hayo ya mirathi, wakatoa tangazo kwa ajili ya mali zake marehemu, kwa ajili ya kukusanya mali za marehemu. Lakini pale mahakamani walifika watu watatu. Mwanamama mmoja ambaye ni Kalista Godfrey Shuma na mume wake Godfrey Jafet Shuma na Hassan Maazi, wakipinga kuwa nyumba hii ya Regent Estate plot 317 isiingizwe kwenye mirathi, kwani marehemu Rafael Andrew Chiomba alikuwa ameuza nyumba hiyo. Mama akasema, mimi kwanza ni mke halali na mume wangu nimeishi naye miaka mingi tangu mwaka 68 nilipofunga naye ndoa. Hafanya kitu kisha hivyo mume wangu nakataa, hajauza hiyo nyumba. Mahakama katika ubishani huo ikasema leteni vielelezo. Mama akapeleka cheti cha kifo. Rafael Andrew Chiomba alifariki Muhimbili mwaka 93. Na Godfrey Jafet Shuma na Kalista Shuma na Hassan Maazi wakapeleka mauziano kwamba waliuziwa mwaka 95. Mahakama ikaona iwape jeshi la polisi kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi wa maandishi. Walipoenda kufanya uchunguzi wa maandishi, majibu yakaja kwamba sahihi iliyoonekana kwenye mauziano sio sahihi halisi ya marehemu, kuwa imegushiwa. Mahakama ikaingiza nyumba ile kwenye mirathi, ambaye msimamizi wa mirathi hiyo ni Evelyn Chiomba. Baada ya hapo tukaendelea, yalipita ni mambo mengi sana, lakini mojawapo ni mama alienda kufungua kwenye baraza la ardhi kwa Jaji Mzuna. Lakini pia napenda kurudi nyuma kidogo kuelezea kwamba ile madai ya hajawahi kupingwa na hukumu yake tunayo. Baada ya kufungua ule mgogoro kwenye baraza la ardhi ambaye alikuwa ni Jaji Mzuna, kulikuwa kuna mapungufu kwa sababu ilikuwa lazima ampe notice kamishna ya siku 60. Kwa mapungufu hayo ile kesi haikusikilizwa, ikaondolewa mahakamani kwa ajili ya hayo mapungufu. Tukarejea tena pale pale kwa ajili ya kupata maelekezo sahihi hapo kwenye hilo baraza la ardhi. Tukapewa maelekezo kwamba tunatakiwa twende mahakama kuu, na Fawizi alimpigia simu hapo hapo Jaji Masam na kumuelezea na kumuelezea ni kilichopo kwenye dokumenti zetu. Jaji Masam akatuita mahakama kuu, nikaenda na mama. Tulipofika mahakama kuu, Jaji Masam alivyozipitia zile nyaraka, akapiga mahakama ya mwanzo Kawe, ambaye mwaka huo najua alipokea mheshimiwa mfawizi anaitwa Antonia. Akatuambia twende, akasema mbona mnawazungusha hawa watu wananchi wakati hili swala liko wazi, wanatakiwa nyinyi ndio muamalizie swala lao wapate hati yao. Tumeenda mahakama ya mwanzo, tulikaandikiwa summons, wakaja Godfrey Shuma na Kalista Shuma. Walipofika pale mahakamani wakadai kuwa mwenzao Hassan Maazi ni marehemu alifariki. Ikawa sasa walipoitwa pale wakaambiwa sasa nyinyi mnatakiwa mkabidhi hati. Huyu mzee akaomba kwamba naomba mimi niweke mwakilishi kutokana na umri wangu, mimi ni mzee, kwa ajili ya kunisikilizia swala langu hili. Sasa miaka hiyo wakili mahakama ya mwanzo alikuwa hawezi kusimama, kwa hiyo ikawa imeitishwa mahakama ya Kinondoni.
Mahakama ya wilaya ya Kinondoni ilianza kwa Mheshimiwa Silayo. Mheshimiwa Silayo alipopitia dokumenti hizo akawa amesema, nyinyi mliopo hapa mbele yangu naona kama ni wazee, labda mkakae nje ya mahakama mkakubaliane, mkazungumze haya mambo yaishi, mambo ya mahakamani na umri wenu sio kitu kizuri. Kwa hiyo tukakubaliana naye, tukatoka nje ya mahakama tukazungumza. Katika moja ya mazungumzo, mzee Godfrey Japhet Shuma alikuwa amesema kwamba ampatie kiasi cha pesa mama ili mama aachane naye. Hicho kiasi alichokuwa amekitaja Godfrey Shuma ilikuwa ni milioni 200, lakini akamshirikisha na wakili wake. Wakili wake aitwaye Dickson ambaye ni wakili wa Godfrey Shuma akakataa, akasema milioni 200 ni kubwa sana, labda milioni 30. Basi na sisi tukashauriana na mama, tukasema hapana. Mama akasema hapana, mimi sitaki hela, ninachohitaji mimi ni hati yangu. Tukarudisha maelezo kwa Mheshimiwa Silayo. Mheshimiwa Silayo akarudisha chini faili kwa ajili ya utekelezaji uendelee, ambao utekelezaji huo ulikuwa ni kukabidhi hati. Tarehe tuliopangiwa kwenda kukabidhiwa, tukaambiwa jana tu faili limeitishwa tena kwa mheshimiwa mwingine mahakama hiyo hiyo ya wilaya ya Kinondoni aitwaye Nshomba. Shomba huyo alivyotusikiliza akatoa drawn order na decree order. Faili likarudishwa chini kwa ajili ya utekelezaji uendelee. Lilivyorudishwa chini, tarehe tena tuliopangiwa kwa mara nyingine tena, tukaambiwa tena limehamishwa tena, limepelekwa kwa mheshimiwa mahakama ya wilaya ya Kinondoni hiyo hiyo ambaye anaitwa Mheshimiwa Kazema. Mheshimiwa Kazema walifanya mapitio ambao swala lilikuwa liko kwenye utekelezaji. Wakafanya mapitio, matokeo yake wakasema kwamba inatakiwa turudi tena baraza la ardhi kwenda kufungua kesi huo mgogoro, kwa sababu mahakama ya mwanzo Kawe haina mamlaka ya kutukabidhi nyumba, ndivyo ilivyotamka. Lakini haikuwataja Godfrey Shuma wala Kalista Shuma wala, yani ikaishia hivyo hivyo. Tukaikatia rufaa kwa uchache, yani kwa uchache wetu wa uelewa niseme kitu kama hicho. Tukakatia rufaa ikaenda kwa Jaji Kakolaki mahakama kuu. Kufika mahakama kuu, Jaji Kakolaki alipita kama alipopita Kazema, kwamba tukafungue, yani ni maelekezo tu yaliyotolewa. Hakuna hukumu yote iliyotolewa hapo, ni maelekezo tu. Hayo maelekezo hayo tukayakatia tena rufaa, yakaenda mahakama division, yakaenda mahakama ya rufaa. Ilipofika mahakama ya rufaa, kabla hatujapangiwa majaji, tukai-withdraw hiyo kesi. Baada ya hapo tulishauriwa kwamba nyinyi swala lenu nyinyi si ni hati, huku mtaendelea tu kupoteza muda, kwani msajili wa hati anao mamlaka, akibaini ndani ya hati kuna udanganyifu, anayo mamlaka wa kuondoa hilo hati kwenye daftari la msajili na kumrudishia yule mmiliki halali. Kwa hiyo rudini wizarani. Ndio tukaanza mchakato wa kurudi wizarani. Tulipofika wizarani, tulihudumiwa na kamishna wa Dar es Salaam Shukrani Kiando. Mheshimiwa Shukrani Kiando alituhudumia, lakini moja ya kutuhudumia aliandika barua mahakamani na akaandika kwa ajili ya kuconfirm zile document, na akaandika barua mambo ya ndani kwa ajili ya kuconfirm ile nyaraka ya kugushiwa. Mahakama iliconfirm kupitia ilijibu. Msajili mkuu alijibu ile barua ya wizara, lakini mambo ya ndani waliomba kwamba wafanye uchunguzi upya, kwani ile ya 95 ni muda mrefu na hata yule afisa aliyefanya uchunguzi alikuwa ni marehemu tayari. Kwa wafanye tena uchunguzi. Mambo ya ndani waliomba document original kutoka Wizara ya Ardhi. Wizara ya Ardhi iliwapatia, wakaenda kuchunguza kwa upya. Majibu yaliyotoka mwaka 95 kwamba hati imegushiwa ndio majibu hayo yaliyotoka mwaka 2024 kwamba hati imegushiwa. Baada ya hapo tukapewa barua ya Wizara ya Ardhi kwamba wamejiridhisha kwamba hati imepatikana kwa njia ya udanganyifu, lakini ikikupendeza mnaweza mkaenda kufungua madai na jinai.
Tukatoka hapo tukaenda polisi Oysterbay kwa ajili ya kufungua jinai. Tulipofungua jinai ikafuatiliwa, wakaitwa upande wa pili. Walipoitwa, Mzee Shuma alidai kwamba yeye ni shahidi, sio mmiliki kwenye hiyo nyumba, yeye ni shahidi katika hiyo kesi. Mwisho wa siku, wanajua wenyewe walivyomchukua maelezo na sisi walivyotuchukua maelezo, wakaipeleka kwa mwanasheria wa serikali. Walipopeleka kwa mwanasheria wa serikali, wakasema kwamba yule Hassan Maazi ambaye ni namba 1 alifariki, kwani Godfrey Shuma ilikuwa inasemekana kwamba yeye alinunua kwa Hassan Maazi. Kwa hiyo wakasema kwamba yule Hassan Maazi kwa sababu ameshafariki mpaka yule apatikane. Kwa hiyo jeshi la polisi tukawa tumeishia hapo, hatukuendelea mbele, kwamba mimi mpaka leo hii ninaamini kwamba swala bado liko polisi linaendelea kushughulikiwa. Ndio hivyo mheshimiwa, lakini zaidi ya hapo nikaenda kwa waziri mkuu kwa ajili kutafuta bado msaada ili kumaliza swala hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu ndipo alipopitia nyaraka zetu na kusema hili swala mkuu wako wa mkoa ana taarifa. Kama hana taarifa, hakikisha kwamba amezipata mkuu wako wa mkoa, hizo taarifa ziwe zime ndio nikawa nimetoka nikaja kwako mkuu wa mkoa. Baada ya kutoka kwako nikaenda na kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndio tukaendelea na mpaka tumefikia hii leo. Sawa. Fupi sana. Na wenyewe na imani mmejionea hapo Mheshimiwa Rais jinsi ambavyo amekuwa akichambua hizi taarifa hapa na kulinganisha na kuondoa kila doubt ambayo inaonekana kwamba kuna kitu fulani hakijaenda vizuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hongera sana kwa uchambuzi huo na usimamizi wako huo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi niseme mawili ambao nimeyaona kwenye mgogoro huu, lakini pia katika kushughulikia migogoro katika wilaya ya Kinondoni. Hapa ambacho tumekiona Mheshimiwa Rais, na mimi nimekinoti kutoka kwenye taarifa lakini pia na maelezo ya familia, ni kwamba kiwanja hiki, eneo hili limepimwa na limepimwa siku nyingi, na kulikuwa na taasisi hapa pia za kiserikali zimehusika, na taasisi hizo ni benki ya THB ambayo miaka ya 90, 95 ilikuwepo, lakini pia inaonekana mauziano yaliyofanyika kati ya mzee Raphael Japhet Chiomba na bwana Hassan Maazi. Haya mauziano yalishuhudiwa na taasisi ya kisheria ya serikali, Tanzania Legal Cooperative. Kwa hiyo na tujue miaka hiyo ya 80, Mheshimiwa Rais, kama kulikuwa na kiwango cha rushwa, hatuwezi kusema hakikuwepo, lakini taasisi zetu nyingi zilikuwa na credibility kubwa sana. Hiyo mimi inanipa kuamini angalau kwamba THB na hiyo taasisi ya kisheria ya serikali kwamba zilikuwa na uhuni. Kwa kweli naona uwezekano huu kama ulikuwepo ni mdogo sana. Lakini pia jambo lingine Mheshimiwa Rais ni jambo la elimu ambalo nitamani pia nilizungumze hapa. Katika migogoro ambayo inatusumbua sana Mheshimiwa Rais ni baadhi ya wananchi wetu kumortgage ardhi walizokuwa nazo na kushindwa kulipa hiyo mikopo. Na wanaposhindwa Mheshimiwa Rais, nyumba na ardhi benki wanauza, pengine bila hata kupata consent ya wale watu ambao wameshindwa kulipa hiyo. Na mfano mzuri ni huu, na hii ambayo Mheshimiwa Rais hata sasa hivi tunavyoongea, pengine kuna migogoro mingine ya ardhi inazaliwa huko, na ni utaratibu tu wa kisheria Mheshimiwa Rais. Unapoenda kuchukua mkopo na ukaweka dhamana hati yako, tafsiri yake nyepesi ni kwamba umiliki wako umeuweka upande mwingine. Ukiweza kurudisha ule mkopo, umiliki ule utarudi kwako. Ukishindwa kulipa ule mkopo, umiliki ule umeusalenda, umeuacha, na benki wataendelea kuhakikisha mkopo ule waliokupatia unarejeshwa. Kwa hiyo ukiwa hai, ukiwa umekufa, benki wataendelea kwa mujibu wa sheria kuhakikisha mkopo ule waliotoa, kuhakikisha amana zile za wananchi wengine walizoweka benki zinarejeshwa. Na hii pia ndio hapa mnachoona Mheshimiwa Rais kwamba mauziano yalifanyika muda mrefu. Bahati mbaya tu pengine bwana Hassan Maazi hakubadilisha huo umiliki wakati
mzee Raphael akiwa hai yamekuja kubadilika baada ya Raphael kufariki, lakini kwa mujibu na tunayoona sasa hivi yanayoendelea ambao yako kwenye milango hii ya kisheria, ukiwa hai, ukiwa umetangulia mbele za haki, benki wataendelea kubadilisha, kumiliki hiyo dhamana ambayo umeiweka. Lakini zungumzia hii Mheshimiwa Rais kuhusu mabaunsa. Ulishapiga marufuku kwamba mabaunsa wasitumike kwenye maeneo yote, na sisi kama wilaya tumeendelea kulisimamia hilo. Hatutamani hata kidogo matumizi ya mabaunsa kwa sababu hawana mafunzo popote, hawana nidhamu ya aina yoyote ile. Wanapoenda tunaona kunakuwa na uvunjifu mkubwa wa amani, wanapiga watu, wanavuta, wanaharibu rasilimali. Lakini wakati mwingine, na hii ni mara nyingi, kumekuwa na wizi umekuwa ukiripotiwa, hasa vile vitu vinavyobebeka, simu, fedha, kompyuta na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa sisi msimamo wetu katika wilaya ya Kinondoni hatukubaliani, na tumeendelea kusimamia maelekezo yako kwamba mabouncer wasitumike popote. Tunalo jeshi letu la polisi, Kamanda Kitinkwe na timu yake wameendelea kuonyesha ushirikiano mkubwa sana kuhakikisha amani na utulivu katika maeneo yote. Anayelalamika na analalamikiwa wanalisimamia hili, na hata hapa ni RPC huyu na timu yake ndio waliokuja baada ya dada yetu Flora kuleta mabouncer kwenye eneo hili, na ilikuwa ni vurugu kubwa sana, lakini tunashukuru kwamba hakuwa na maisha yaliyopotea, japo kulikuwa na rabsha nyingi pamoja na urushaji wa vifaa mbalimbali. Basi baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, naomba nikukaribisha ili uweze kuhitimisha jambo hili. Asante sana. Waandishi wa habari na ndugu wenyeji wa eneo hili, siku chache zilizopita, kama na ninyi mlibahatika, alikuwepo bwana mmoja anayelalamika kwenye vyombo vya habari kuwa benki imemuuzia jengo kwa sababu alikopa fedha kutoka Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kumlipa, na ndio maana jengo lile liliuzwa. Jana ilikuwa niende juzi kwenye eneo lile, lakini in connection na alichokisema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, watu wetu na wananchi wetu wengi wanashindwa kuwa na uelewa tu na baadhi ya mambo machache, lakini nimeendelea kujiridhisha kuhusiana na lile ambalo lilizungumzwa na ambalo limetokea kwenye vyombo vya habari kwamba uchaguzi wa mwaka 2015 ambao unadaiwa, mkopo wa kwanza umekuja kuonekana ulikopwa 2016. Halafu 2018 benki mojawapo ikanunua mkopo kutoka kwenye benki hiyo, na katika kukopesha hawakupewa mkataba wowote wa supply ya bidhaa kwenda kwenye chama. Na jengo the way ambavyo imetamkwa, jengo liliuzwa mwaka 2024. Mimi the way nimesikiliza kwenye vyombo vya habari nikadhani jengo limeuzwa leo. Sasa haya nayo tutakwenda kule kuclarify ili angalau tuweze kuangalia, sababu yule naye ni mwananchi wetu, chama ni cha kwetu. Pale ambapo yapo tutaweza kupeana pia taarifa vizuri. Sasa nieleze haya machache ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ameyaeleza hapa. Tatua migogoro hii huwa sipendi sana kutumia nguvu nyingi, napenda sana wananchi waelewe. Sasa nitoe tu ufafanuzi kwa mambo machache. Ya kwanza, kwa mujibu wa nyaraka zilizopo na zinazoishi sasa, eneo hili mmiliki wake halali anaitwa Godfrey Shuma na Karista Shuma. Mmiliki wake wa halali mpaka muda huu tunapoongea. Na kwa mantiki hiyo, sioni sababu ya nyumba kukaa wazi wakati mmiliki wa halali wa nyaraka yupo. Agizo langu in connection to hilo, Mkuu wa Wilaya upo, wilaya ipo, halmashauri ipo, RPC upo, simamieni kwa mujibu wa nyaraka. Yule anayepaswa kuwa kwa nyumba hii aendelee kuwepo mpaka hapo vinginevyo. Takuja huko mama, kwa sababu nikiangalia, unajua Dar es Salaam
ukiona mahali mabouncer wanatangulia kuna walakini. Ndio maana hapa mimi najiuliza kwa upole wa mama yangu huyu Every naye muona hapa, na kwa upole wa dada yangu Flora naye muona hapa, bouncer anatoka wapi? Mbona mkuu wa mkoa nimekuja hapa vizuri tu, sina mabouncer? Kwa hiyo kwa mujibu wa nyaraka na kitu ambacho mmekisikiliza vizuri hapa, kuna maelezo ambayo yanatolewa. Benki inayotamkwa ambayo hati yake ilikuwa huko, narudia mbele ya vyombo hivi, sio benki ya kihuni, sio benki ya kitapeli, ni reputable financial institution, ni benki inayoheshimika na ambayo, ndugu waandishi wa habari, jambo lolote kwa ridhaa ya kisheria litakapotolewa, taarifa zote tangu kuanzishwa kwake kwa benki, taarifa zile tunaziona. Kwa hiyo aliyejibu kwamba wao hawahusiki na benki ile ya mwanzoni THP sio kweli. Kama ni kweli, walipaswa wajibu kwa maandishi. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo leo manake napoondoka hapa, utaratibu wangu ni ule ule. Napoondoka hapa, yule mwenye nyaraka halisi inayoishi kwa sasa awepo hapa, na kama nitatoa masaa machache, labda saa 1:30, maandalizi hayo yote yamekwisha fanyika. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mimi leo nina kazi nyingi na nilipaswa kuja hapa muda mrefu, na ninakwenda kwenye msiba wa mzee wangu mmoja wapo. Hatupaswi sana kuwa wabishi kwenye ishu za kisheria, unless otherwise tuende kwenye mnyororo ule ule wa kimahakama ili tuweze kubishana, sio huku nje. Huku nje ni mambo sasa ya kitaaluma, tulia tu, mambo ya kitaaluma ambayo ndio yanayoendelea. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye sio atakuwa hajaridhika na maamuzi ya Chalamila, take note, sio ambaye atakuwa hajaridhika na maamuzi ya Chalamila, ambaye atakuwa hajaridhishwa na maamuzi ya mahakama yaliyosimamiwa kwenye utekelezaji wake na Chalamila. Sio, mnanielewa waandishi wa habari? Mnanielewa hapa? Mahakama imekwisha toa maelezo kwa hukumu, na naomba zote mzisome. Waandishi wa habari, mwe mnasoma hukumu. Chalamila ni mtu ambaye ni kiongozi wa mkoa ambaye anakuwa na kitu kinaitwa coercive apparatus of the state. Nafikiri mnajua dola inakuwa na kitu gani. Pale ambapo kunakuwa hakuna kutii sheria kwa hiari, sisi ndio tunatokea kukuambia kuna upande wa pili wa kuhakikisha unatii sheria kwa shuruti. Si mnanielewa mpaka hapo? Sasa hapa hatumshurutishi mtu yoyote, ila tunatafsiri, tunafanya interpretation ya judgment ambazo zimekwisha tokea. Kwa narudia kwamba kwa mujibu wa nyaraka zinazoishi mpaka sasa, Godfrey Shuma na Kalista Shuma ndio wamiliki halali wa eneo hili, na kwamba hoja ya pili, Bi Every Chiomba, kama ambavyo tumeona na tumepitishwa katika nyaraka, hajatokea tu kutoka mbinguni. Ni kweli kabisa eneo hili lilikuwa linamilikiwa na ndugu Chiomba anayedaiwa kuwa alikuwa ni mmewe. Mnanielewa Kiswahili changu hapo? Hajatokea kutoka mbinguni tu kuja kusema hii ni eneo lake. Hapana, ni eneo ambalo lilikuwa linamilikiwa na ndugu Chiomba aliyefariki, ambaye kwa maelezo ya Bi Every Chiomba na nyaraka zake ambazo wataalamu watakuwa wamezipitia, kwamba ni mke wa marehemu. Na kwa mantiki hiyo, wataalamu, kitu ambacho hamjanipitisha ni kuhusiana sana mirathi. Anyway, mmenipitisha, na mimi kwa kuwa kwenye ile mahakama
hawakuangalia mirathi wakaenda kwenye umiliki, na mimi niachane na masuala ya mirathi niende kwenye umiliki. Vile vile masuala ya mirathi sasa yanihusu kwa sababu yanakuwa ni mambo mengineyo. Kwa hiyo Bi Evelyn Chiomba, nitakuomba sana kama ambavyo lipo jina, uwe mpole katika masuala haya ya kisheria ambayo yamekwisha amuliwa, na kama kuna tafsiri ngumu yoyote inayohitaji masuala ya kisheria, tutawasaidieni tena muweze kurudi mahakamani kupata tafsiri na madai mengine kama ambavyo hapa yametafsirika. Ngoja nimalize kwa sababu niliwapa muda ili muweze kuzungumza. Hapa mimi niko nahitimisha tu. Na kwa mantiki hiyo sasa, ardhi, kwa kuwa kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Dar es Salaam yuko hapa, endeleeni kutenda haki na kutafsiri nyaraka zote kama ambavyo msajili wa hazina amesoma. Maelezo yaliyopo kwa mkuu wa mkoa, mimi napita kwenye nyaraka. Lini muamala umehama? Ulianza benki, Bahati ikawa benki. Mwaka 1994 kisheria hati hiyo ikawa discharged. Mwaka 1995 hati hiyo ikahama umiliki kutoka kwa ndugu Chiomba kwenda kwa Hassan mwaka 95. Mnielewe vizuri. Kilichopo hapa malalamiko yaliyokuwepo, sisi hatujauza, ndio malalamiko yaliyokuwepo. Lakini benki kwenyewe ili discharge hiyo hati, na kama ili discharge hiyo hati, maelezo yaliyopo ni kwamba mama hakupewa hiyo hati yeye. Sasa swali, inawezekana mzee mwenyewe kwa mujibu wa taratibu na sheria ndio alipewa, kwa sababu kama alivyosema mkuu wa wilaya, kama kulikuwa kuna kiwango cha utapeli na rushwa miaka 1980-95, inawezekana labda kilikuwepo, lakini pengine kisiwe katika hali hiyo ambayo unaweza ukaitilia mashaka benki. Na kwa mantiki hiyo, kwa kuwa msajili wa ardhi yuko hapa, msajili yuko hapa na yuko chini pia ya mamlaka hiyo ya ardhi, jitahidini kama mnavyofanya sasa kutunza nyaraka zinazoweza kuishi hata zaidi ya miaka 100. Kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia tunashindana mahali padogo sana kwenye teknolojia. Teknolojia inaishi. Halafu jambo jingine, kwa kuwa kuna utata wa majina kati ya mmoja uliojitokeza katika nyaraka Bi Flora, na ielekeza mamlaka sasa inipe clearance of doubt ya utofauti wa majina kati ya yale majina yaliyotajwa ambayo nilikwisha tolewa ufafanuzi awali. Jina lililopo kwenye NIDA, jina lililopewa power of attorney, jina ambalo limekuja kuonekana huku kama mtoto wa marehemu. Kwa nini hilo lina umuhimu? Naweza nikawa na deal na Flora kama mtoto wa marehemu kwa mujibu wa maandishi yangu hapa, akatokea sasa mwenyewe anaitwa Flora Chiomba ambaye ndio mtoto wa marehemu. Halafu mimi kama mkuu wa mkoa nikaonekana nilikimbia kuhitimisha, kumbe nilikuwa namuhitimisha mtu ambaye alikuwa ni tapeli. Sasa kwa faida ya mkutano huu lazima tu clear hiyo doubt ya kuyameji majina mawili yanayotamkwa hapa na yanayojitokeza kwenye hati hii, kwa sababu lililojitokeza hapa kama Flora Chiomba halipo kwenye nyaraka. Na kwa mantiki hiyo sasa, na mimi mara kwanza nisema kwa muktadha huu naamini hivyo. Sasa na kuja kwenye hitimisho,
baada ya kusikiliza maelezo yote kwa muktadha huu na kwa mujibu wa nyaraka, namtambua mtu anaitwa Flora nani? Flora Jonas Mwasha na sio Flora Chiomba. Mmenielewa? Na kama ni Flora Mwasha ana mwenye ile nini ile tunaita nini ile power of attorney, hiyo anaweza kupewa yoyote, awe mtoto, awe baba, awe mke, awe mtu yoyote. Lakini kwa mujibu wa taarifa hii ninamtambua mtu anaitwa Flora Jonas Mwasha na sio Flora Chiomba. Naomba hili lieleweke kwa kumbukumbu. Nafikiri mmenielewa vizuri. Na mwisho, jeshi la polisi liendelee kuwashauri na lenyewe hivyo hivyo kwenye community engagement, ili wananchi waendelee kujenga utaratibu wa kutii maelekezo na mashauri ya mahakama, na kama kuna jambo lolote linaloshindikana kuwaelekeza wafuate mnyororo wa kimahakama ili kuifikia haki yao. Na kwa jeshi hilo la polisi nimeshazungumza sana kuhusu mabouncer. Papo mahali ambapo tunaelewana, papo mahali ambapo tutashindwa kuelewana. Nataka mtoe funzo kubwa, tena ikiwezekana mwezi huu usiishe. Mahali popote ambapo kuna mtu anaweza kujitokeza kuifanya kazi ya polisi au ya chombo cha dola nje na mafunzo, nataka mtoe funzo. Nataka mtoe funzo. Hili funzo, najua inawezekana leo tunazungumza afu mnaona kama tuko labda kwenye siasa. Mtu ambaye haujasomea mambo haya, kwa mfano niwaeleze tu jambo moja. Ukija hapa ukamkamata hovyo hovyo mtu hapa, akamshika maeneo ambako ni delicate, akafariki, una kesi ya kujibu ya kuua kwa makusudi. Wewe sio daktari, umemchoma mtu sindano akafa, akapata ulemavu, una kesi ya kujibu. Kwa lazima iwe ni mamlaka inayohusika ndio iweze kufanyia kazi hizo. Kwa baada ya kusema haya, sasa jeshi la polisi pamoja na familia ya Bi Evelyn pamoja na familia ya ndugu yangu ya mzee wetu Godfrey Shuma, hitimisheni kwa furaha kabisa, wala sitaki kusikia makelele aina yote. Na kama kutakuwa kuna makelele, RPC ninakuruhusu ukamate wote ambao watakuwa wanaendelea na muendelezo huo wa ukaidi, wakapumzike ndani na kuwashtaki kwa kuwa ni kielelezo kichafu cha kuendelea kuchafua amani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anapotutuma sisi, na sisi ni wanadamu. Mimi Chalamila hapa ni mkuu wa mkoa, lakini mimi kesho sio mkuu wa mkoa, ni raia wa kawaida. Nikinyang'anya haki ya Bi Evelyn au nikinyang'anya haki ya Godfrey, hata Mungu wangu wa mbinguni kesho, on the absence ya hiki cheo changu, nitahukumiwa. Kwa na mimi napokuja kwenye tafsiri ya mambo haya, si tafsiri on the favor, kwa sababu na mimi kesho ni raia vile vile, na mimi kesho nitakufa vile vile, na familia watakuja vile vile, na watoto watakuja vile vile. Kwa hiyo ili RPC na kuomba sana mlitekeleze, tena bila shauti ya aina yoyote. Mwenye haki kwa muda huu kwa nyaraka zinazoishi take control of his premise as soon as possible. Baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, nadhani mmepitishwa vizuri. Sasa ni muda wenu wa kujiridhisha kwenye nyaraka na kuto kukurupuka kuandika chochote. Hizi ni issue za kisheria. Write when if you have evidence. Write when if you have proved everything
beyond a reasonable doubt. Ukienda namna hiyo, chombo kitaendelea kuheshimika, lakini huko nako wataendelea kuheshimika. Na ndio maana nasema sio kwa maamuzi ya Bwana Chalamila. I'm not here to judge. I'm here to interpret. To interpret hiki kinachoitwa judgment. Mmenielewa mpaka hapo? Waandishi, mmenielewa? Haya basi, nawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Punguza. Yaani mkiendelea huku kunizingua nitalipunguza. Maana yake muda huu itakuwa ni kuondoka muda huu. Si tumekwenda kwa upole jamani, hao tunaenda kwa upole. Si tumefafanuliana tu vizuri. Tumefafanuliana vizuri kila kitu. Ndio maana tumesema kama kuna jambo lolote liko tofauti, maana yake mnakwenda tena wapi? Ndio maana nimeuliza mwanasheria yuko wapi wa familia. Umeelewa mpaka? Sasa kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.